Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Kama unajua Yesu yuko hapa, omba mbele za Bwana. Mwambie, nimekuja leo ni kuabudu na kutua mizigo yangu msalabani pako. Wewe ndiwe Bwana peke yako, zaidi yako hakuna mwingine. Nasi tunakuadhimisha mno, nasi tunakutukuza mno asubuhi ya leo. Pokea sifa peke yako Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neema hii. Ni neema iliyoje kutupa nafasi ya kukaa chini ya uwepo wako namna hii. Baba, tunakushukuru sana. Asante kwa kuwa upo katikati yetu tena asubuhi ya leo katika ibada hii takatifu. Roho Mtakatifu, tunatambua uwepo wako na tunaheshimu nafasi yako asubuhi ya leo. Tunakupa heshima unayostahili wewe. Yaguse maisha yetu kwa upya kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. E Bwana, ponya mioyo yetu na roho zetu asubuhi ya leo. Litume neno lako lenye uzima, litume neno lako lenye kuokoa, litume neno lako lenye kutuvusha katika jina la Yesu Kristo uliye hai. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Fungua Biblia yako kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, ile sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka ule wa 38, mstari kama 13. Mstari wa 26 mpaka wa 38, maandiko yanasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Haleluya, haleluya.
neema inavyokuwezesha, neema ya Mungu inavyokuwezesha kuzaa vitu vya kimungu. Ukisoma maandiko hapa, nimetiwa moyo sana na ili andiko, kwa sababu leo ni sikukuu ya vijana, na main character wa kwanza kwenye somo hili la ibada hii asubuhi ni kijana, na huyu kijana alikuwa binti anaitwa Mariamu, na alikuwa bikra. Kwa lugha nyingine, hajaolewa wala hajakutana na mwanaume. Kwa hiyo alikuwa ni kijana, ni binti, ila alikuwa amechumbiwa tu, ameposwa. Kwa hiyo bado hajawa mke wa mtu rasmi. Haleluya, watu wa Mungu. Biblia inasema mwezi wa 6 akatokea malaika Gabriel aliyetumwa na Mungu, akafika kwenye nyumba moja alikuwa anaishi huyu dada anaitwa Mariamu. Huyu malaika anakutana na huyu kijana wa kike ambaye amechumbiwa na mtu mmoja anaitwa Yusufu. Hawa wote ni vijana wakati huu. Huyu malaika anamwendea kijana wa kike, anamwambia, salamu Mariamu, maana umepata neema. Anasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mariamu alikuwa haelewi chochote kinachoendelea. Ni binti mcha Mungu, anamwabudu Mungu, anatembea na Mungu, lakini ghafla anapokea mgeni, na mgeni huyu Biblia inasema malaika Gabriel anamwambia, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Anampa taarifa ya kile kinachoendelea kwenye maisha yake, kwamba wewe kijana, wewe binti, umepewa neema na Bwana yu pamoja nawe. Maandiko yanasema Mariamu aliposikia akafadhaika sana kwa ajili ya maneno hayo, akawaza moyoni, akawa anajiwazia moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Salamu hii ni ya namna gani? Sasa yale mawazo anayowaza yakamfanya aonekane kama mtu mwenye kuogopa. Malaika anamtazama, anamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Analirudia lile neno neema. Wakati anampa salamu alisema uliyepewa neema. Wakati anamuona Mariamu anaogopa, anamwambia usiogope, kwa kuwa umepata neema kwa Mungu. Anarudia mara ya pili neno neema kwa msisitizo, kwamba umepata neema kwa Mungu. Alafu anamwambia, tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Hizi habari zilikuwa za mshtuko sana. Nachukuaje mimba? Mimi ni mchumba wa mtu, sijakutana na mume, sina mwanaume ambaye nimelala naye, alafu hiyo mimba inatokea wapi? Kwenye mifumo ya kawaida haiwezekaniki. Lakini lugha anayoongea malaika sio lugha ya kibinadamu, anaongea lugha ya kimkakati, lugha ya mpango ambao Mungu aliuweka. Nataka nikueleze jambo kidogo hapo. Unapoishi hapa ulimwenguni, unapoishi hapa duniani, Mungu katika majira na nyakati anayo mipango yake, na hiyo mipango ili aitekeleze, ataitekeleza kupitia watu wake, watoto wake, wanawake na wanaume, wazee kwa vijana, kwenye majira yaliyoamuliwa. Na watu wote hao ambao wanakuwepo, Mungu ili awatumie kutekeleza hiyo mipango yake kwenye familia za watu, kwenye jamii, kwenye taifa, kwenye kanisa, kwenye vikundi mbalimbali, ili aweze kutekeleza mipango yake, huwa anakuwa na watu wake ambao anatakiwa kuwatumia
Kama kwenye familia yenu kuna mpango Mungu anao ili aweze kutekeleza, kwenye familia yenu kuna watu ambao Mungu atawatumia waweze kuzaa vile vinavyotakiwa kuzaliwa ndani ya hiyo familia. Sasa hawawezi kutumiwa pasipo msaada wake, na msaada wake ambao huwa anaachilia ni neema. Sema neema, sema kwa nguvu neema. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Mungu alikuwa na mpango tangu zamani kwamba kuna majira ambayo Masihi atatakiwa kuzaliwa, lakini ili mpango wake upate kutekelezwa, tunamuona huyu dada, tunamuona huyu kijana wa kike anapewa neema, na taarifa analetewa kwamba umepewa neema. Sasa mwalimu, unataka kusema nini? Kwa kifupi, naomba unisikilize. Neema ya Mungu huwa inatangulia kabla ya wajibu, wito au kazi. Neema ya Mungu, unisikilize kwa makini, kwa sababu nataka nikuongelee tu kwa samani. Neema ya Mungu huwa inatangulia kabla ya kazi, wajibu au wito. Mungu anapomuita mtu, kabla hajambebesha huo wito, kinachotangulia ni neema. Na ndio maana mnisikilize watu wa Mungu, wewe kuwepo hapa ulipokaa ni matokeo ya neema. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Waefeso 2:8 anasema tumeokolewa kwa neema. Maana yake hata wokovu tulio nao tumeupata kwa neema. Kwa lugha nyingine nataka kusema nini? Ikiwa wewe ni Mkristo unasema nampenda Yesu, Yesu ameniokoa, kumbuka hili neno wala usisahau, wewe ni matokeo ya neema ya Mungu. Wewe ni matokeo ya neema ya Mungu. Pasipo neema ya Mungu usingekuwepo hapo. Sio kwa sababu wewe ulimpenda Mungu kwanza, ila ni kwa sababu Mungu alikupenda kwanza, na kwa sababu alikupenda kwanza akaachilia neema yake kwenye maisha yako. Na kama wewe ni matokeo ya neema, maana yake na maisha yako ili yawe salama, ili yawe na tafsiri ile ile ambayo Mungu aliikusudia kwako, lazima yabebwe na neema. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Narudia tena hapa, wewe uliyekaa, mimi na wewe ni matokeo ya neema. Hakuna mtu aliye bora ambaye ubora wake ulimfanya Mungu amwokoe. Hakuna mtu aliye bora ambaye ubora wake ulimfanya Mungu amfanye hivyo alivyo. Kwa lugha nyingine, hata kama Mungu amekupa mafanikio angalau kwa sehemu, mafanikio yako ni matokeo ya nini? Ya neema. Kwa sababu wako watu wenye akili kuliko ulizonazo, lakini hata hayo mafanikio kidogo ulionayo hawana. Wako watu waliosoma kuliko wewe, lakini hata nafasi kidogo ulionayo hawana. Wako watu walizaliwa na umbo zuri kuliko lako. Hicho kidogo wewe ni matokeo ya neema, sio kwa sababu wewe ulikuwa bora kuliko wengine, ila kwa sababu Mungu aliamua kukupa neema. Jina la Yesu libarikiwe. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa ukishajua mimi ni matokeo ya neema, maana yake lazima ujue kwamba na maisha yangu yanatakiwa kubebwa na neema. Tena neema ya Mungu. Nawaambia watu wa Mungu kweli mbele za Mungu, maisha yako yanatakiwa kubebwa na neema. Unajua sisi ni wanadamu kama wanadamu wengine tu. Unanisikia nachosema? Kwa hiyo kwa kuwa unaishi hapa ulimwenguni, utakutana na vitu vyote wanavyokutana wengine. Kitakachokutofautisha wewe ni nini kimebeba maisha yako.
Hicho ndio kitakupa tofauti. Utakutana na vitu vyote wanavyokutana navyo wengine, lakini kitakachokutofautisha ni nini kimebeba maisha yako. Sasa angalia, ili Mariamu amzae Yesu, hakumzaa Yesu kwa sababu alikuwa mwanamke. Ilibidi apate neema itokayo kwa Mungu. Ilibidi apewe neema, kwa sababu kitendo cha kumzaa Yesu sio rahisi. Kuzaa mpango wa Mungu duniani sio rahisi. Kulitimiliza kusudi la Mungu kwenye maisha yako huwezi kwa akili zako. Ndiyo maana lazima neema ya Mungu ihusike. Nasema tena, kuyaishi maisha ambayo Mungu aliyakusudia sio rahisi. Umesikia vijana wakiimba hapa, natamani kutembea, na nikamsikia kijana mmoja akiimba kama vile ambavyo Petro alikuwa tayari kutembea, lakini kutokana na mawimbi akaanza kusama. Lakini pamoja na kusama alimuita Yesu. Sijajua kama ulikuwa unasikia wakati wanaimba, akamuita Yesu, alafu anamwambia kwenye ule wimbo wanamwambia Yesu, nisaidie na mimi, nisaidie na mimi. Unaelewa, kwenye maisha haya unahitaji neema. Today, leo unaweza ukaona mambo yako yamkini yanaenda vizuri, yako sawa, usije ukasahau hapa duniani leo kunaweza kuwa mchana, kesho kukawa usiku. Kutakapokuwa usiku utahitaji neema ya Mungu ya kukusaidia. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Sasa angalia mwalimu, hii neema ya Mungu ya kukuwezesha kuzaa vitu vya Mungu kwenye maisha yako inafanyeje sasa ili vitu vizaliwe? Neema hii ya Mungu, moja, inafungulia nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kuja kwenye maisha yako na nguvu zake. Ndio maana angalia, alipoambiwa umepata neema, alafu Mariamu akasema linawezekaneje neno hili kutokea? Malaika anamwambia Roho Mtakatifu atakujilia na nguvu za aliye juu zitakufunika, kwa sababu hicho utakachokizaa ni kitakatifu. Kwa lugha nyingine, neema aliyokuwa amepewa ndiyo iliyofungulia mlango wa Roho Mtakatifu kumjilia, nguvu za aliye juu kumfunika, ili kile atakachokibeba kitakapozaliwa kiwe kitakatifu, kitakapozaliwa kiwe cha Mungu. Watu wa Mungu, sikiliza, neema hii ya Mungu inayokuwezesha kuzaa vitu vya Mungu, inayokuwezesha kutimiliza mpango wa Mungu. Ninapozungumza kuzaa vitu vya Mungu, watu wa Mungu, sio tu kuwa mhubiri, sio kuzaa kipawa fulani labda cha uimbaji peke yake. Ninapozungumza kuzaa vitu vya Mungu, maana yake kuna watu kwenye maisha yao, kuna vitu vya Mungu vinatakiwa kuzaliwa kupitia shughuli zao, kupitia biashara zao, ili ziwe msaada kwenye ufalme wa Mungu, ziwe msaada kwenye familia zao. Kuna familia zitavuka mpaka awepo mmoja aliyepata neema ya kuvuka mahali, ili yeye awe mlango wa wengine kuvuka kupitia yeye. Ndiyo maana Mungu ili avushe familia, kuna watu baadhi kwenye familia huwa anawapa neema. Kwa hiyo ukiona kuna mahali mtu aliyekuwa na neema kwenye familia ameondoka, hauhitaji kuendelea tu kulia peke yake. Lazima uombe neema ya Mungu kwamba tuinulie wengine kwenye familia yetu, watakaozaa vitu vyako vituvushe kwenye familia. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Unisikilize ninapomaliza. Kabla ya wajibu, kabla ya wito, neema inatangulia. Kabla Mungu hajamwambia Mariamu utazaa, alimpa kwanza neema. Huwa naambia watu mahali pengine,
umechaguliwa kuwa mzee wa kanisa, kabla ya kusema naanza kutimiliza wajibu wa uzee wa kanisa, omba neema ya Mungu ya kukusaidia kwenye uzee. Watu wa Mungu nisikilizeni, maisha haya tunayoishi haya ni mafupi. Hata uwe umejaa upako, uwe mhubiri, uwe mwalimu wa neno, uwe mfanyakazi, uwe mfanyabiashara, uwe nani, maisha haya ni mafupi. Tumia muda huu mfupi ambao Bwana amekupa kufanyika kuwa baraka kwa kuzaa vitu vya Mungu kwenye maisha yao. Wafanye watu wafurahie. Yaani ukiwa nesi, wafanye watu wafurahie. Kila mtu akija aseme nataka kuwa attended na yule nesi. Ukiwa dokta, wafanye watu wafurahie. Ukiwa mwimbaji, wafanye watu wafurahie, kwamba ukiimba nyimbo zile unazoimba zinawafanya watu wabarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini huwezi kuzaa hivi vitu, unahitaji neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Mungu atujalie neema kwenye sikukuu hii ya vijana, ili tunapotoka hapa kila mtu abebe wajibu huu. Nahitaji neema ya Mungu kuzaa vitu vya kimungu. Huwezi kumpenda mtu kama huna neema ya Mungu ya kukusaidia kuwa na upendo. Utaigiza, utafanya na unafiki wao uishi muda mrefu. Utacheka leo lakini kesho atakutumenuna. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe.